Bana mtazamaji wa Sports Fact TZ, hope uko poa. Endelea kulike, kusubscribe kisha kukomenti kwenye TV hii uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Wakati joto la mchezo wa mwisho kunako kundi B, Yanga dhidi ya kikosi cha JS Kabylie likizidi kupanda, ambapo mchezo huu unapigwa siku ya Jumapili tarehe 15 ya Jumapili katika uwanja wa New Aman Complex pale visiwani Zanzibar, ambapo Yanga atakuwa wenyeji wa JS Kabylie na utakuwa ni mchezo wa mwisho kabisa kunako kundi hilo B, na mchezo ambao unakwenda kuamua hatima ya kikosi cha Yanga kufuzu kuelekea hatua ya robo finali. Na kwa Yanga deni kubwa ni kupata ushindi wa angalau magoli matatu, huku pia akiombea matokeo mabaya kwenye mchezo utakao kuendelea pale nchini Misri, ambapo kikosi cha Al Ahly watakipiga dhidi ya kikosi cha AS FAR Rabat. Wakati pressure kubwa kuelekea mchezo wa siku ya Jumapili tarehe 15 Yanga dhidi ya JS Kabylie likipamba moto, Yanga imepata pigo kubwa kwa baadhi ya wachezaji wake, ikiwemo mchezaji muhimu kweli eneo la kiungo ambaye atakosekana kwenye mchezo huo. Sasa basi Yanga wakati inajiandaa kuelekea mchezo wa siku ya Jumapili, taarifa ni kwamba Mohamed Damaro Kamara, kiungo wa katikati wa Yanga, ataukosa mchezo huo. Imekuwaje mpaka Damaro anaukosa mchezo huu? Iko hivi, kuelekea mchezo huo ambapo nyota ambaye anakosekana na ni mtu muhimu zaidi kwenye kikosi cha Yanga kwa hivi sasa ni Mohamed Damaro Kamara, kiungo kisheti kabisa ambacho Yanga msimu huu amekisajili kutokea pale kunako kikosi cha Singida Black Stars. Mohamed Damaro Kamara anakosekana kwenye mchezo huu kutokana na kupata kadi za njano mfululizo, kadi za njano 3 ambazo alizipata kunako michuano hii. Kadi moja ni ile aliyoipata akiwa na Singida Black Stars wakati akishiriki kwenye kombe la shirikisho, lakini kadi nyingine 2 ambazo amezipata kupitia mchezo dhidi ya Al Ahly, lakini pia mchezo dhidi ya AS FAR Rabat ambao alionyeshwa pia kadi ya njano. Kukosekana kwa Mohamed Damaro Kamara kumezua hofu kweli kwenye benchi la ufundi la Yanga kwamba nani ambaye anakwenda kufiti na kwenda kuchukua na kwenda kuziba pengo hilo la Mohamed Damaro Kamara eneo la katikati, kwani anaonekana kuwa ni miongoni mwa midfield wazuri lakini wenye uwezo mkubwa kukaba kwenye eneo hilo la katikati. Azino kwamba eneo hilo la katikati tangu kuondoka kwa Khalid Aucho, Yanga imekuwa ikistruggle kweli kupata mbadala wa eneo hilo la katikati, ikimleta pia msimu huu Musa Barakonte, lakini hakutimiza kile ambacho Yanga ilikuwa imekipangilia kwake, opti kumtoa kwa mkopo kuelekea kunako klabu ya Raja Casablanca ya pale nchini Morocco, Musa Barakonte. Na kwa sasa kuondoka kwa Musa Barakonte kumembakiza Lassana Kouma kwenye kikosi, lakini yupo Mdathir Yahya Basi ambaye pia amekuwa akilihudumu eneo lile. Duke Abuya, moja ya viungo hatari pia ambao wamekuwa akihudumu eneo lile, pamoja na Buba Jamei, ingizo jipya ambalo kwake yeye ni winga typically, lakini ana uwezo mkubwa pia wa kucheza eneo la kiungo. Hofu ya kosekana kwa Mohamed Damaro Kamara huenda pia kwa kikosi cha Yanga kwa hivi sasa ni kubwa kweli kwani ni mchezo wa maamuzi, mchezo ambao Yanga unawahitaji kushinda at least goli 3 ili kujiwekea mazingira mazuri ya kufuzu kuelekea hatua ya robo finali. Huenda pengo hilo kwa hivi sasa alikakabidhiwa chini ya mchezaji Mdathir Yahya Bas pamoja na Duke Abuya. Wakati huo Lassana Kouma atakuwa ni comeback ama super substitution kutokana na namna ambavyo mechi ile itakuwa ni ya pressure na Yanga ikihitaji pia kupata matokeo. Tangu kuingia kwa Mohamed Damaro Kamara, Yanga imeonekana kuwa na uwezo mkubwa kwenye eneo la katikati, compact iliyoshiba, lakini uwezo pia kutibua mipango ya mpinzani kuanzia eneo lile la katikati, lakini uwezo mzuri pia Mohamed Damaro Kamara kwenye marking na uwezo mkubwa wa ukabaji wake umeweza kuwavutia wengi zaidi, na kwa namna ambavyo amekuwa na uwezo mkubwa akituliza kabisa eneo lile la katikati tangu mchezo dhidi ya Al Ahly, lakini pia mchezo dhidi ya AS FAR Rabat. Mohamed Damaro Kamara ameonekana kuwa imara zaidi kwenye eneo lile la katikati na kuwavutia watu wengi kwamba huenda pia tangu kuondoka kwa Khalid Aucho, huenda Yanga kwa hivi sasa imefanikiwa pia kupata sasa mbadala wa Khalid Aucho. Na kosekana kwenye mchezo huo kutokana na namna ambavyo kadi za njano zimekuwa nyingi kwake Mohamed Damaro Kamara, na kwa mwalimu Pedro Gonçalves hakuna namna, inabidi kwa eneo lile la katikati kwenda kutumia pia midfield ambaye
ataenda kusimamia eneo hilo. Ukiangalia kwenye kikosi cha Yanga mpaka hivi sasa, eneo hilo nikimaanisha na holding midfield halina mtu ambaye ni typical holding midfield, lakini kwa Duke Abuya amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa ni pendekezo pia ambalo limekuwa likitumika kwenye eneo hilo la katikati. Lakini machaguo yaliyobaki ni kwa Lassana Kouma pamoja na mchezaji Mdathiri Yahya basi ambao wana uwezo pia wa kulihudumia eneo la namba 8 nikimaanisha kiungo mshambuliaji na kuweza kuwapa sapoti wachezaji kama Alan Okello, Prince Mpumelelo Dube, lakini pia Maxi pia Zengeli pamoja na Pacome Zouzoua na nafasi ya ushambuliaji ambao yupo Gilson Depu, Prince Mpumelelo Dube pamoja na Clement Mzize. Deni kubwa linabaki kwa Yanga kupata magoli matatu, na huku eneo la katikati likisalia pia kukosekana kwa huduma Damaro Kamara, na kwa namna ambavyo tumeshuhudia Damaro pia ni miongoni mwa midfield ambao wamepata nafasi ya kufunga kwenye michezo pia ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo alikuwa si tu hodi midfield mzuri, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na uwezo mkubwa pia wa kwenda kutafuta nafasi na kuscore nafasi hizo kupitia michezo ambayo imeshuhudiwa akicheza Damaro Kamara. Wenda sasa Yanga ikabadilisha mpango kazi wa namna gani na kwenda kuendea mchezo huu, kwani tunafahamu pia JS Kabylie ni miongoni mwa timu ambayo eneo la katikati imekuwa imara zaidi na wamekuwa bora, lakini pia ni eneo ambalo wanalitumia pia kwa ajili ya kupika mashambulizi yao mengi, na inahitajika kupata kiungo ambaye atakuwa mbunifu zaidi, hasa kuwa na ipesi nzuri wakati akilisivu mpira, lakini akifanikiwa pia kufika miguuni mwa mpinzani kuchukua mipira na kuto kuruhusu eneo la defense line la kikosi chake kudhurika zaidi. Niandikie hapo wewe unafikiri nini kuelekea mchezo huu. Kukosekana kwa Mohamed Damaro Kamara huenda ni pigo kubwa kweli kwa Yanga,